Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Wapendwa katika Kristo, tuwalike kwa tafakari fupi katika Dominika hii ya leo, ambayo tumesema tutafakari walau juu ya sala, kipengele cha unyenyekevu katika kusali kwetu. Tunajua Mungu anatualika sote tudumu katika kumuomba. Jumapili kadhaa zilizopita ndani ya mwezi huu wa Rozari Takatifu, mwaliko mkubwa ni katika kusali kwetu. Kusali ambako kunabeba dhana mbalimbali. Katika mfano wa tajiri maskini na maskini Lazaro, tunaelezwa sala ibebe huduma kwa wengine, mapendo kwa wengine. Ilikuwa Jumapili ya 27. Katika Jumapili ufuata, habari za wakoma, sala zetu ziwe inabeba ujumbe wa kumshukuru Mungu. Jumapili ufuata ya 29, hakimu yule na mama mjane, sala zetu zilitualika katika kuzama na kwa bidii zote bila kukata tamaa, udumifu katika kusali kwetu. Na leo tunasimuliwa habari za watu wawili, Farisayo na mtoza ushuru. Sala zetu ziwe zinakuwa za unyenyekevu mbele ya Mungu, sio za majivuno na kujitangaza na kujisifu. Kristo tumaini letu. Basi tafakari habari hii ya sala zetu katika unyenyekevu, kutumia hiyo mifano ambayo tumeiona katika Injili, na inasaidiwa pia na masomo mengine. Katika somo la pili tumesikia habari za Paulo mtume akimwandikia ndugu yake Timotheo habari za unyenyekevu wake kupokea mwisho wa maisha yake. Ameifanya kazi, amemaliza, na hivi kwa unyenyekevu mkubwa anapokea mwisho wa maisha yake ya kuelekea kifo. Lakini mbele ya Mungu Paulo mtume anajieleza wazi, nimejitahidi kufanya kazi iliyotakiwa, imani nimeitangaza na kuilinda. Na hivi ni wosia kwa ndugu yake Timotheo, na yeye asikate tamaa katika majaribu mbalimbali, hasa katika kumtumikia Mungu na kutangaza habari hiyo njema ya Yesu Kristo. Naona Paulo mtume anatofautiana na huo mfano katika Injili wa huyu Farisayo na mtoza ushuru. Hamsemi yoyote baya, hamwambie yote lilo baya, hamkosoi yoyote. Anajitahidi kwa uaminifu kujisema nafsi yake, akimuomba Mungu amhesabie haki katika hayo aliyoyafanya. Hata sisi ni wazo zuri katika maisha yetu ya Kristo. Inafaa wakati fulani tusimame imara katika imani, ili mwishoni tuweze kujivunia yale ambayo tumeyafanya vizuri. Kristo Tanyewa pale, mkitoka hapa kanisani baadaye si mtaweka kikao kifupi cha kutathmini. Katika kikao cha kutathmini, hivi nimeimba vizuri leo? Ninastahili pongezi kwa Mungu? Sasa sema mimi tumeimba vizuri sana, sio kama Jumapili iliyopita. Hiyo ndio kasoro kubwa. Kasoro kubwa. Sio kama Jumapili iliyopita walioimba au Jumapili kwa ya fulani. Naweza mbele ya Mungu kumwambia Mungu, nimejitahidi kufanya iliwezekana kufanyika kadiri ya wakati wangu na nafasi yangu, nimejitahidi. Ili Mungu naye akupe nini? Tuzo kadiri ya kujitahidi kwako. Kasoro ni moja tu. Mara nyingi katika kusali kwetu huwa tunaenda kwa Mungu, tumewabeba wenzetu ambao kwa Mungu tunawapeleka, kama sio kama wale ambao tunawaombea, ila wale tunaowakosoa. Kristo, tunaenda kwa Mungu tukisali, tunabeba watu wa kuwakosoa, wa kuwasemea vibaya mbele ya Mungu, washtaki. Na upande wetu tunaenda kudai haki, walalamikaji, waliokerwa. Hilo ndio kasoro ambayo inakuwa mara nyingi katika kusali kwetu. Unyenyekevu unapotea, na hivi Mungu hapokei sala hizo za mtu ambaye ni mwenye kiburi, kinyume cha unyenyekevu. Ndivyo ambavyo mwaliko huo tumeusikia toka somo la kwanza, kadiri ya hekima Yoshua bin Sira
mbele ya Mungu tuende na mioyo ya unyenyekevu, na Mungu anasikiliza sala za mnyenyekevu na anayejitambua. Tulianza ibada yetu ya misa leo mpaka mwisho, utaona hakuna mahali ambapo tunakuwa na mambo ya kujivunavuna mbele ya Mungu. Tunaanza ibada yetu ya mwanzo kabisa, tunaanza na moyo unyenyekevu wa toba. Sivyo? Tunaanza nani? Toba. Tunaenda kwa Mungu, sisi ni wakosefu, sisi wahitaji. Sisi ni kama makundi yale yanayotajwa, si wajane, watoto yatima, wanyonge, waliokandamizwa, wanaonyanyaswa mbele ya Mungu. Na hatumtaje anayetunyanyasa. Anayetunyanyasa ni nani? Kristo. Anayetunyanyasa ni nani? Hatumbebi yeyote mnyanyasaji wetu mbele ya Mungu, ila tunapambano dhidi ya adui yetu Shetani. Maelekeo yetu mabaya, hisia zetu mbaya ndizo ambazo zinatunyanyasa katika maisha. Mtazamo wetu hasi juu ya maisha na juu yetu wenyewe. Kwa tunena wa Mungu anapenda tuende kwake katika roho ya unyenyekevu, tukijiona sisi ni wahitaji na tuko wakosefu. Mungu akamilishe pale ambapo tunapungua. Kristo. Mungu akamilishe tunapopungua. Na Mungu atatusikiliza tukiwa katika hali hiyo. Tusiende ona yule, ona yule, mimi sio kama huyo. Sio sifa ya sala zetu. Sala zetu mbele ya Mungu za kujiweka vizuri kwamba tuko wakosefu, tunahitaji msaada na Mungu atusaidie. Hatujakamilika. Na ndio maana tumekuja kanisani tukimwomba Mungu tuweze kukamilishwa. Na ndugu zangu, hili nalo linaweza kuwa zuri. Kwa unyenyekevu wote tunaelekea kwenye uchaguzi. Lini tutasoma uchaguzi? 29. Kama tunadumu katika kusali kuombea nchi yetu amani, unafikiri unapaswa kufanya nini? Kwa unyenyekevu kabisa mbele ya Mungu unapaswa kufanya nini? Ili kuwa na amani, kuwa na utulivu na shughuli zingine ziendelee. Tunapaswa kufanya mbele kwa unyenyekevu kabisa. Siku moja niliwaambia ndugu zangu, tumefika mahali hapa kama tunaweza kuwa tukaparuana ni kwa sababu ya mimi kuwa mwana CCM, mimi kuwa mwana Chadema, mimi kuwa ni CCR Mageuzi, mimi kuwa nani? Na mimi kutokuwa na chama chochote. Hayo yametufikisha hapo. Kwa sababu kila mmoja anapoteza sehemu yake ya unyenyekevu kwa ajili ya mwenzake. Na hivi tungeenda kwa Mungu, kila mmoja anaenda anakosoa chama fulani, anakosoa mtu fulani. Ndio tunapoenda kwa Mungu. Lazima tumekamilika. Kristo. Tumekamilika. Tumekamilika. Sasa twende kwa Mungu unyenyekevu, tukimwambia Mungu tunataka amani katika nchi yetu. Na mimi nijikosoe sehemu yangu. Sasa kama nimekamilika, kwa nini nataka chumvi? Kwa nini nataka t-shirt? Kwa nini nataka kitenge? Kwa nini napokea? Sinasaidia mazingira yale ambayo yanaharibu amani. Si ndio? Kwa nini? Kwa hiyo unyenyekevu wetu leo tunapoombea nchi yetu, tuende kwenye uchaguzi vizuri mbele ya Mungu kwa sala zetu. Kila mmoja ajikosoe sehemu yake. Ni wakati pia hata kujifunza kuungama. Ili ukiungama, ukasafishika moyoni, ukajikosoa mambo yako mbalimbali, ndivyo Mungu atasikiliza hata maombi yetu juu ya namna gani ainusuru nchi yetu katika mazingira ambayo tunadhani hayatakuwa mazuri. Na wewe mwenyewe husika vizuri katika mtazamo chanya, namna gani nahusika siku ile ya uchaguzi? Namna gani nahusika? Je, nimejiandikisha ndio kupiga kura? Ndio. Nitaenda kupiga kura? Ndio. Nitapigaje? Au unaenda kuangalia anayeniibia kura? Wewe piga kura, wanasema kwamba piga kura yako, naenda nyumbani. Si ndio wanasema? Nenda nyumbani. Hiyo kura yako, nenda nyumbani. Kwa unyenyekevu kabisa, nenda nyumbani. Kama mtu ameiba, hiyo ni dhambi ya yule mwizi, sio ya kwako. Au nakosea? Nakosea? Wewe piga kura yako, nenda. Kama hujajiandikisha, tulia nyumbani. Wale wenye mashamba, nenda shambani mkalime. Mtasikiaga huko kwa matokeo. Kwa sababu kama una sababu ya kupiga kura na hujajiandikisha, umevunja haki yako.
Na kwa jinsi wewe ni sababishaji, ukienda kula ambako wanapiga kura wenzako, wewe hujaandikisha, wewe ndio unaleta fujo. Mbona hujiandikisha mwenzetu? Unachoenda kufanya nini? Kubali wewe umekosea pia, hujiandikisha. Kwa hiyo kinyume chake, nenda shambani, kachike jembe, kalime. Kristo. Sala zetu kwa Mungu tusiende kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtu fulani, tuhakikishe kwamba Mungu anamkomesha. Hata huu mfano ni muhimu sana. Na hata tunapomaliza mwezi huu wa Rozari Takatifu, tunaposali wakati wote, tunapokuwa na wajibu tuambiwa Jumapili, wajibu wa kuombea taifa letu, wajibu wa kuombea viongozi wa kanisa, wajibu wa kuombea vijana wetu, wajibu wa kuombea familia zetu, wajibu wa kuombea kila yote ambaye anahitaji msaada wa sala zetu. Sala zile zitakuwa na nguvu kama sisi wenyewe tutatulia bila kumnyoshia mtu kidole, na mambo yetu yataenda vizuri. Kristo. Kristo. Na leo katika tunapoanza ibada, mwalimu Kayange ameniambia kuna nina nia moja pale, sasa nisahau kutaja mwanzo. Nina nia moja kuombea ziara ya askofu kesho vizuri. Si ni leo, si kesho. Nikutana naye jana hajatoa jibu kama anakuja leo anakuja kesho hiyo. Kuombea ugeni huu. Na yenyewe ni ugeni ambao kwetu sisi chanzo cha amani na utulivu. Si ndio jamani? Utuletee baraka katika parokia yetu, ili utulivu na furaha ile tunayokuwa nayo kwa watoto wetu kupata kipaimara tunaoandaa, basi uendelee mpaka siku zijazo, maisha yetu ya amani. Si ndio? Na hii nawaalika pia kusali kwa ajili ya hilo. Kusali kwa ajili ya hilo, ili kusudi yale mapenzi ya Mungu yaweze kutimia kwa wakati wake kwetu. Yatimie kwa wakati wake. Na tusali kwa ajili leo Mungu ajibu maombi yetu. Ndio maana kipengele kile kusali katika hudumu inakuja. Si lazima jibu leo, anajua namna ya kujibu. Na sisi tunapoombea nchi yetu, tunajiombea maisha yetu, tunapoombea familia zetu, tunapoombea kanisa letu, tusali kwa kudumu na unyenyekevu katika usali kwetu unaongoza. Ndio mlango sahihi wa imani yetu, wa matumaini yetu na mapendo yetu. Kristo.